Hapa Arusha tuna jumla ya nyumba 19 za upataji nafuu katika wilaya ya Arusha mjini, Arumeru, Karatu, Monduli, Longido. Nyumba hizi zinahudumia jumla ya waraibu 505, kati yao wanawake ni 98 na wanaume ni 407. Takwimu hizi zinaonyesha umuhimu wa kuendelea kuimarisha mazingira ya tiba na utengamao. Hivyo, msaada uliotolewa utasaidia kwa kiasi kikubwa kuboresha mazingira ya huduma na kuimarisha jitihada za kusaidia waraibu kurejea katika maisha yao na kurejea katika tija. Kwa maneno mengine, naweza kusema huu si msaada wa kawaida, bali ni uwekezaji katika utu na ubinadamu. Nitumie fursa hii kutoa wito kwa taasisi nyingine, sekta binafsi, mashirika ya kiraia na wadau wa maendeleo kuiga mfano mzuri uliowekwa leo na PSSF na NSSF katika kuiunga mkono mamlaka ya udhibiti na kupambana na dawa za kulevya ili kutimiza azma yake ya kutoa msaada huu kwa sober houses na kuimarisha huduma za tiba. Vijana wangu wa Arusha na Tanzania kwa ujumla, na watahadharisha kutojihusisha na matumizi wala biashara ya dawa za kulevya. Matumizi ya dawa hizi si ujanja wala njia ya mafanikio, bali ni mwanzo wa kuangamiza ndoto, kuharibu afya, kupoteza mwelekeo wa maisha na kuiletea jamii madhara makubwa. Kupitia usimamizi na ufuatiliaji unaofanywa na mamlaka katika nyumba hizi, hasa mkoa wa Arusha, tulibaini mahitaji mbalimbali ikiwemo vitanda na magodoro ambao kwa namna moja au nyingine huathiri hatua za mchakato wa upataji nafuu. Sisi kama mamlaka tuliona ni vema kutafuta wadau watakaosaidia kutatua changamoto hiyo. Na washukuru tena na tena na tena NSSF na PSSF, kwani tulipowasilisha hitaji hili hawakusita kuunga mkono jitihada hizi kwa kutoa fedha zilizofanikisha matengenezo ya vitanda na ununuzi wa magodoro ambayo hayo mnayaona mbele yenu. Napenda kuhakikishia wadau wetu kuwa vitanda hivi vitatunzwa vizuri na kutumika kwa malengo yanayokusudiwa. Ni wazi kuwa msaada huu utasaidia kuboresha mazingira ya utoaji huduma katika kuwasaidia watu wenye uraibu kurejea katika maisha yao yenye tija. Tunatoa wito kwa wadau wengine kujitokeza ili kutoa misaada mingine ya kibinadamu kwa waraibu wanaopata nafuu. Hili ni kundi ambalo tukienda kwenye taasisi mbalimbali wanakuwa wamelisahau kabisa, lakini ukiwaambia kwamba kuna watu walioingia kwenye matatizo ya dawa za kulevya au kwenye matumizi ya dawa za kulevya, basi ndio wanaanza kukumbuka. Na ninaamini kabisa kwa tukio hili la leo litaenda kupelekea kuwanyanyua wadau wengine mbalimbali kuona umuhimu wa namna gani tunaweza tukawasaidia waraibu wanaopata nafuu. Kwa majina naitwa Arafa Wali. Mimi ni mraibu ambaye napata nafuu. Ni msichana ambaye nilipita kwenye uraibu. Ni mama wa watoto wawili. Uraibu ulinichukua. Mimi ni mwanamke ambaye nilikuwa na ndoa, lakini uraibu ulinifanya nikaacha ndoa, nikaacha familia, nikaacha kufanya shughuli zangu za kawaida. By professional ni photographer, lakini nilishindwa kufanya kwa sababu ya uraibu. Siku ya leo nimesimama hapa kutoa ushuhuda kwamba uraibu unawezekana kupona na kurudi katika hali yako ya kawaida kama mimi leo nilivyo. Leo chai mtakayokunywa ni mimi nimewatayarishia mraibu ambaye napata nafuu.